Akaniambia, dada, usijaribu kwenda kwa mganga. Yupo mganga mkuu, njoo kwa Yesu. Oh Yesu. Akasema twende kanisani kwangu, nitakupeleka. Mambo yako yote yatakaa sawa. Namshukuru Mungu, nategemea uponyaji, nategemea baraka, nategemea kufunguliwa. Amen. Amina. Hebu mshampie Bwana Yesu makofi. Mshampie Bwana Yesu makofi. Amina. Nenda ukaketi. Naomba basi hata tumlaki kwa mama. Wamama mbona mmepoa? Yesu. Siku ya furaha ni leo. Leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ni sasa. Ndugu yangu furahi. Hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ni sasa. Siku yangu furahi. Hata mimi nafurahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Utukufu wa Bwana. Lakini pia mimi sifahamu, natamani tu mtumishi wa Mungu atusalimie tu, hata msalimie mchungaji wake. Mtumishi wa Mungu pale nyuma, ngalo nikufahamu jina, sikufahamu. Kama ndio, kama tukusalimie. Haleluya. Amen. Mimi kwa kweli nimekuwa mgeni sasa sana baba. Ndio maana tunakumisi sana. Haleluya. Amen. Kwa kweli hata kwa niaba yangu tuna Pastor Alex atusalimie. Muda mwingine unabaki kumshukuru Mungu hata kama mchungaji unakuwa haupo. Unakuta tayari tunda limezaliwa. Basi unabaki kumshukuru Mungu tu. Haleluya. Basi mama ngara tusalimie, tufahamu tu hata kwa jina. Na chochote ambacho unaweza kusema, na neema ya Mungu itakuwa pamoja nasi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Nafikiri si mara ya kwanza kusimama hapa kujitambulisha. Amina. Ndio. Nina juma la pili sasa, ikija hiyo Jumapili ya kesho itakuwa ni juma la 3 kuabudu hapa. Amen. Kwa majina naitwa Aneti Bozia. Ni Mkristo, ni mlokole, nimeokoka, nampenda Yesu. Amen. Nampenda tena sana. Amen. Tegemea zaidi ya mnavyoniona. Amen. Mahali hapa nimefika kwa sababu nimehamia mazingira. Niko chini, hizi nyumba za chini hizi. Amen. Tazama hapa juu. Nimehamia huku kikazi, nilikuwa Mongolo. Ndio. Kwa makazi. Kwa
nikaangalia kanisa la Kilokole karibu hapa, nikaona ni hili hapa. Amen. Nimekuja pia, nimeabudu, nimependezwa nalo. Amen. Na moto wa Yesu. Amen. Tena kuna moto wa Yesu mzuri. Amen. Mungu awabariki baba mchungaji Mtiamu. Amina sana mtumishi wa Mungu aleti. Chapia Bwana Yesu makofi na kijana. Milele na milele. Nimeimba kia chini eti au wataalamu mnasemaje? Bwana Isaac amecheka kweli. Haleluya. Mungu abariki sana 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 sana. Nimefurahi kumuona rafiki yangu pia pale. Na yeye amesema jamani hata ka usingizi nikamalizie kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana. Kwa kweli rafiki yangu nampenda sana kwa moyo wake wa kumpenda Mungu. Haleluya. Amen. Lakini pia tafadhali tumpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya mchungaji Alex. Chapa makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Amen. 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 Lakini pia kwa ajili ya Pastor Michael. Makofi kwa Bwana Yesu tafadhali. Amen. Basi tunamshukuru Mungu. Tuna kila sababu. Jichapie basi na wewe makofi sasa. Usije ukasema wanapigiwa tu makofi wengine. Baji moja akasema raha jipe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Funika macho tuombe. Jehova Mwokozi, Mungu wa kweli, tunakushukuru kwa neema yako, kwa uzima uliotupa kuwemo nyumbani mwa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya mkesha huu. Wewe uliyesema kesheni mkiomba. Wewe ambaye Bwana umetupa maagizo ya kukulilia usiku na mchana. Ulisema hautanyamaza kwa wale wanaokulilia usiku na mchana. Nasi Bwana tunakuja mbele zako kwa shukrani. Hata tunapoendelea kutafakari neno hili, Mungu tunaomba utujenge, utuimarishe. Tunakuomba Bwana, jina lako na nguvu zako na uwezo wa Roho Mtakatifu utembee katikati yetu, na masikio ya rohoni yapate kufunguliwa. Ninalinua jina lako kwa kweli, mfalme wa majeshi. Asante kwa neema yako, asante kwa damu yako. Roho Mtakatifu tuhudumie, Roho Mtakatifu ongea nasi, Roho Mtakatifu nguvu yako na uwezo wako Bwana ukajizilisha katikati yetu, kwa kuwa wewe ni Mungu uliye hai. Nalinua jina lako katika jina la Yesu Kristo, ali Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Haleluya. Basi kwa dakika chache tukatafakari, tuendelee na somo letu. Somo letu la Jumatano lilikuwa linasemaje? Kwa haraka. Ndio injinia hapo, mtumishi wa Mungu Mweleki. Somo letu linasema ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Haleluya. Ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio somo ambalo tumeendelea kutembea nalo Jumatano, lakini pia tutatafakari kidogo kwa siku ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Tulijaribu kuangalia miungu mingine. Haleluya. Tulijaribu kuangalia Mungu wengine wakoje. Haleluya. Lakini tukajaribu kuangalia na nguvu zao. Tulijaribu kuangalia sanamu zao. Haleluya. Lakini pia tukajua nguvu zao. Haleluya. Lakini pia tukajaribu kuangalia kwa kipande fulani nguvu ya Mungu tunayemwabudu. Haleluya. 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 Hebu tusomee, tupite kidogo kwa haraka ile Zaburi ya 115 na mstari wa 2 hadi wa 11. Zaburi 115 mstari wa 2 hadi wa 11. Amen. Na upewe maiki. Mstari wa 2. Ndio Neno la Mungu linasema, ndio, kwa nini mataifa kusema, yuko wapi Mungu wao? Ndio,
Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Mungu wetu yuko mbinguni. Alitakalo lote amelitenda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mataifa wanapenda kuabudu kitu kinachoonekana kwa macho ya nini? Ya nyama. Utofauti wa sisi na miungu yao au sisi na Mungu wao. Wenyewe wanapenda kuonekana kitu kinachoonekana kwa nini? Sasa tunapowachenga ni pale ambapo sisi tunaabudu, si ndio? Kwa mfano kama sisi hapa tunaabudu nini? Tunaabudu, kuna picha ya kuna sanamu hapa. Kuna ng'ombe hapa tunayepiga magoti. Kuna hirizi hapa kwa sababu hirizi nayo ni Mungu. Yaani kitu chochote ukikiwekea matumaini kinageuka kuwa miungu. Haleluya. Miungu, unaposikia miungu au Mungu, Mungu ni kitu chochote ulichokiwekea matumaini, si ndio? Ulichokiwekea matumaini badala ya Mungu. Ndio maana ikasema amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, kwa kuwa moyoni mwake amemwacha nani? Mungu. Kwa hiyo ukiweka matumaini juu ya kitu chochote au yani kile kitu kikachukua nafasi ya Mungu, kimsingi kinageuka kuwa miungu. Ndio maana hata hirizi ni mungu wa mtu. Naelewa? Hirizi ni mungu wa mtu. Ndio maana mtu anaanza kuinenea maneno kama wewe unavyopiga magoti na kuanza kuomba, Mungu uliye mbinguni, na kuomba unilinde, linda safari hii, nitangulie, onekana Bwana, nitetee, fanikisha kazi yangu, fanikisha biashara yangu. Kuna lipumbavu limoja mahali limevaa dunguri au hirizi kubwa linaitamkia hayo maneno. Ewe hirizi, naomba unitangulie, nikauze, nikafanye hivi. Haleluya. Kwa hiyo utofauti wa sisi na Mungu wetu tunapowachenga mataifa. Ndio maana mataifa wanauliza Mungu wao yuko wapi? Na Daudi anasema Mungu wetu yuko mbinguni, lakini uwezo wake kila alitakalo amelitenda. Lakini miungu yao haiwezi kutaka kutenda lolote. Haleluya. Sasa hapo ndio tunajitenga na mataifa. Kwa hiyo wanauliza Mungu wao yuko wapi? Sisi Mungu wetu anaonekana. Tunalindama fulani, tunalidragon fulani, tunalisanamu fulani linaonekana, ila sisi Mungu wetu haonekani. Sasa sikia, Daudi au Samueli anajaribu kuwajibu sasa. Anajaribu kuwajibu sasa juu ya habari ya Mungu wao. Anasemaje? Mstari wa 4. Sanamu zao ni fedha na dhahabu. Sikia, anaanza kuchambua sasa hiyo miungu yao. Anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Kazi ya mikono ya wanadamu. Tukasema hivi, kati ya kinachoumbwa na kinachoumba, kipi kinatakiwa kimwabudu mwenzie? Kilichoumbwa. Sasa anasema hivi, sanamu zao ni fedha na dhahabu, halafu anasema ni kazi za mikono ya wanadamu. Tukasema chochote ukikikuta kimetengenezwa na mwanadamu, unaelewa hiyo? Chochote ukikuta mtu amepiga magoti kwenye kitu lolote lililotengenezwa na mwanadamu, ukimkuta amepiga magoti kwenye kitu lolote lililotengenezwa na mwanadamu, huyo anaabudu ushetani. Huyo anapaswa kupingwa, huyo anapaswa kukataliwa. Haijalishi amevaa mavazi marefu mpaka miguuni, amevaa sijui kofia mpaka mbinguni, huyo apingwe. Amen. Kuna watu wanavaa tu mavazi fulani vimashuka fulani vimarefu na likofia fulani virefu, lakini anaenda kupiga magoti kwenye likitu alilolitengeneza mwenyewe. Kazi za mikono. Tukasema ili awe Mungu lazima yeye awe ameumba. Ndio. Lakini yeye ameumba nini? Ameumba nini? Hata kama akibemea ka sauti. Hata kama akibemea neema ya Bwana iwe juu yawe. Amen. Akipiga magoti kwenye kitu aliloliumba, huyo fukuza, ni shetani kimujibu wa Biblia. Amen. Mstari wa 5. Zinadhinywa lakini hazisemi. Tulisema ulishawahi kulikuta linaongea? Sisi Mungu wetu anaongea. Haleluya. Mungu wetu anaongea kupitia Roho Mtakatifu, kupitia ndoto, kupitia maono. Yeye anaongea. Lenyewe uje waulize lilishawahi kuongea. Wakikwambia uliabudu, waambie lilishawahi kuongea.
Sanamu zao zina vinywa lakini hazisemi. Zina macho lakini hazioni. Zina macho lakini hazifanyeje? Hazioni. Hazioni. Zina masikio lakini hazisikii. Zina masikio lakini hazisikii. Zina pua lakini hazisikii. Zina pua lakini hazisikii harufu. Mikono lakini hazishiki. Haleluya. Mungu wa kuhamisha. Hebu sema Mungu wa kuhamisha. Mungu wa kuhamisha. Mungu wa kutembeza. Mungu wa kutembeza. Ulishawahi kumwona Mungu wa kutembeza? Anatolewa kijiji kwa wachungaji wamehenyeka. Wamebeba kijiji fulani wanatembea nalo. Mungu wa kuhamisha. Ukitaka muite Mungu wa kuchaji. Wanatembea nalo popote. Wamelibeba. Lakini Mungu wetu yeye tulisema anafanyaje? Anatembea vile sema jua lilipokuwa limepunga, alienda kwenye bustani ya Edeni, akitafuta, akizunguka, akitembea kwenye bustani nini? Akiuliza Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mungu wetu anatembea, sio Mungu wa kutembeza. Ukilikuta liko hivi, niliko hivyo tu mpaka Jumapili walihamishe au waligeushie hivi. Amen. Huyo sio Mungu. Sasa wenyewe wanauliza Mungu wenu yuko wapi? Wako wanaonekana lakini si kitu. Wako wanaonekana lakini si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wake haupo, nguvu yake haipo, halijawahi kusema ulioshe, ulifute, ulipangushe, halafu ulibusu eti ni Mungu. Mungu wetu leo ana vumbi. Wewe Mungu wetu leo ana vumbi. Wewe mama fulani, mbona hujaleta maji tulisafishe? Hii mama, ona limepauka. Ni Mungu. Wanadamu sisi tulilogwa na nani? Unajua? Ila sasa wenyewe wetu wanasema Mungu wao fanyeje? Yuko wapi? Mungu wao yuko wapi? Mungu wetu haonekani katika macho ya nyama. Haleluya. Amen. Lakini uwezo wake na nguvu zake iko pale pale. Ndio maana jina la Yesu linaitwa pepo linatoka. Ndio. Uje umpeleke mwenye pepo kwenye sanamu. Mpeleke. Peleka homa yako kwenye sanamu. Peleka matatizo yako kwenye sanamu. Ndio maana matatizo yako pale pale. Mimi nimewafanyia huduma watu kadha wa kadha. I say, shetani huwa anawakunja pamoja na masanamu yao, lakini hakuna chochote. Mwelezi hapo. Mikono lakini hazishiki. Mikono lakini hazishiki. Miguu lakini haziendi. Siku moja nikamuuliza jamaa wangu, hivi wewe alikuwa amevaa hirizi kubwa kabisa. Nikamuuliza, hivi kati ya wewe na hili hirizi nani anamlinda mwenzie? Bonga la hirizi analo hapa. Ikitokea shida anaanza kulikagua. Nikasema wewe ndio unalilinda au ndio linakulinda? Hivi hirizi yangu iko wapi? Mama fulani, hivi hirizi yangu iko wapi? Mama fulani, hivi dawa yangu iko wapi? Mungu gani pumbavu huyo wa kutafuta? Mungu alipaswa kulinda wewe. Mungu alipaswa kuangalia wewe unapopotea. Sio wewe muangalie, sio wewe uweze kumkagua. Unakaguaje sasa? Mungu anatafutwa. Mimi napenda sana maneno ya Zerubabeli. Nani babake na Gideon? Zerubabeli, si nani? Zerubabeli. Si nani? Babake na Gideon bwana, baada ya Gideon kukata ile mashaka. Biblia inasema wakamfuata wananchi, muue mtoto wako kwa kuwa amemfanyaje? Amemkatakata bali. Anasema kama bali ni Mungu unajitetea mwenyewe. Hapo nikaenda kulala. Yaani wewe uanze kumtetea Mungu. Wewe uanze kumlinda Mungu. Nani anayepaswa kumlinda mwenzi? Sanamu zao zina mikono lakini hazishiki. Zina miguu lakini hazitembei. Malizia hapo. Wala hazitoi sauti kwa koo zake. Wala hazitoi sauti kwa koo zake. Wazifanyao watafanana nazo. Wazifanyao watafanana nazo. Kila mmoja anayezitumainia. Kila mmoja anayezitumainia. Amen. Kila mmoja anayezitumainia. Kashangaa tu kwenye gari kajipigiza kwenye mabonde. Nikaona kuna mama moja ameshikilia kasanamu fulani kwa kuna tusanamu tudogo anatuvaga hapa. Akakashikilia. Nikasema sasa hata amekashikilia Mungu kake. Sasa hivi Mungu anatakiwa umshikilie akushikilie. Mimi Mungu naye mwabudu kwenye matatizo kama anishikilie yeye. Amekashikilia, anasema wazitumaini yao watafanana nazo.
kimsingi ndio maana wamekuwa vipofu. Hata wakisikia injili kama hii hawawezi kusikia, kwa sababu wamegeuka sanamu. Sanamu halisikii. Hubiri unavyohubiri hageuki. Mimi na dini yangu ni dini ya wazazi wangu. Hubiri unavyofanya, kwa sababu Biblia inasema wasifanyao watafanana nazo. Usiwe miongoni mwa sanamu. Amen. Lakini tukasema Mungu wetu, je, tukaangalia kwanza uwezo wake. Haleluya. Tukaangalia kwanza uwezo wa nani? Wa Mungu tunayemwabudu. Yohana 10:18. Yohana 10:18. Tukasema hebu tumwangalie Mungu tunayemwabudu ana uwezo gani, ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Injili ya Yohana 10:18. Sema, hakuna mtu aniondoleaye. Sikia, Yesu akasema hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa. Ninao na uweza wa kuutoa tena. Rudi 17. Ndiposa Baba anipenda. Kwa sababu nautoa uhai wangu. Sikia, Yesu anasema nautoa uhai wangu. Ili niutwae tena. Ili nifanyeje? Niutwae tena. Sikia, Yesu ana nguvu akiwa hai. Yesu ana nguvu akiwa marehemu. Sikia, marehemu kikawaida huwa hajitambui. Ndio. Si ndio? Akifa limeisha. Ndio. Ndio maana mhubiri akasema heri mbwa aliye hai kuliko simba aliyefanyaje? Aliyekufa. Maana yake hata kama mtu alikuwa na ukubwa gani. Ndio maana Magufuli alipokufa hakuna kilichofanyaje? Kujiendelea. Tulibaki tu kulia na kugagama barabara. Magufuli. Nyerere alipokufa tulilia, pamoja na ukuu wao, pamoja na nguvu zao, lakini wakifa hawana chao. Ndio maana mhubiri akasema heri mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa, kwa sababu aliye hai anaweza kubweka. Ndio. Aliye hai anaweza kusema chochote. Aliye hai anaweza kutenda lolote. Lakini aliyekufa, hata kama ni mkubwa kama simba, hana uwezo. Simba akifa, nataka nikwambie, unaweza ukamchoma sindano, unaweza ukamchezea, unaweza ukamfanya chochote, kwa sababu ni marehemu. Ndivyo alivyo mwanadamu, pamoja na ukuu wake, pamoja na heshima yake, akifa ana nini? Lakini utofauti wa Yesu, sema akiwa marehemu bado ana nguvu. Ndio. Anasema hivi, mimi ninao uwezo wa kutoa uhai wangu na kisha kutoa. Nikiwa kaburini nimekufa, bado nina uwezo wa kutoa uhai wangu. Ni nani wa hivyo? Miungu yote, mitume wote walipokufa iliisha. Wamlete mtume yote aliyekufa, halafu sio kwamba eti ninakufa kuna mtu atakuja kuniombea. Hata waliofufuka waliombewa. Haleluya. Akina Dorcas walipokufa kuna mtu alikuja akafanyaje? Akawaombea. Akaombea kwa jina la Yesu. Haleluya. Lakini Yesu yeye alipokufa anasema, sikieni, mimi sio kama miungu yenu ambayo yenyewe ina masikio lakini haisikii, ina vinywa lakini haineni, ina miguu lakini haitembei, ina pua lakini hainusi, ina mdomo lakini haiongei. Sikia, mimi hata nikifa. Kwanza anasema hivi, hakuna mtu. Nilisema hivi, mimi niliwaambia hivi, kama Yesu angeuawa na Wayahudi nisingemwabudu. Kwa hiyo akasema, nilisema kama Yesu angeuawa na Wayahudi, nisingefanyaje? Na kimsingi asingekuwa na sifa ya kuitwa Mungu. Ndio maana kuna watu wajinga huwa wanajaribu kukejeli. Yesu wenu aliuawa. Mungu gani anakufa? Mungu gani anauawa? Ulisoma wapi imeandikwa Yesu aliuawa? Soma Biblia yote. Hakuna mstari unasema kwamba Yesu akauawa. Anasema hivi, mimi nautoa uhai wangu, halafu bado nina uhai wa kurudisha. Maana yake ili awe Mungu lazima awe na uwezo wa kutoa uhai wake na kurudisha. Ni Mungu gani mwenye uwezo wa kutoa uhai wake halafu kurudisha? Ni mganga gani wa kienyeji ambaye ana uwezo wa kutoa uhai wake halafu akarudisha? Ni mtume gani, hata kama na mabawa, hata kama na mapembe, walipokufa makaburi yao yapo mpaka leo, wanaitwa hayati mpaka leo. Ndio maana hata wafuasi wa dini zao wanasema tunaenda kwenye kaburi la mtume, lakini kaburi la Yesu hata wanapoenda kutazama wana
Ndio. Tuijue nguvu, ijue kwanza nguvu ya Mungu unayemwabudu. Ili kuambia kwamba kutokuijua nguvu ya Mungu unayemwabudu ni sawasawa na kuwa na silaha halafu hujui kuitumia. Una SMG, unafikiria nini? Ukikutana na askari anafukuzwa na mawe, ana SMG, halafu mtanda wa risasi umezunguka mwili yote, halafu anakimbizwa na mawe, anasema msaada, wananchi msaada, wananchi nisaidieni, kuna mtu ananikimbiza, halafu ana SMG. Hafai kuwa huyo. Ana akili, anajua uwezo alionao. Anaomba msaada, au kama mtu anamchapa na fimbo anakimbia. Ndivyo walivyo Wakristo wa leo, hawaijui uweza na nguvu alizonazo nani? Mungu. Huo ndio mgogoro mkubwa. Ndio maana kajaribu kadogo tu, mwingine tu anakisikia kapanya tu, kama pita kwa kapitia vyombo, kwa chirasu toka, ni watawi, ni mshindwe, hata hivyo nimesha kujua wewe mama fulani. Eti unalitaja jina la Yesu huku unatetemeka. Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu unalitaja huku unatetemeka, hujui uweza wa Mungu. Hujui uweza wa Mungu. Hujui uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi nautoa uhai wangu, halafu ninao uwezo wa kurudisha tena. Haleluya. Amen. Nani kama Yesu? Hakuna. Nani kama Yesu? Hakuna. Tumlinganishe na nani? Hayupo. Tumlinganishe uwezo wake na nani? Hamna. Yeye ambaye ana uwezo, sikia. Yesu, watu wa Mungu, Yesu ni habari nyingine. Malizia hapo mtumishi wa Mungu. Malizia hapo. Naomba nirudie. Ndipo Baba anipenda. Ndio. Kwa sababu na utoa uhai wangu. Na utoa, hakuna mtu anayeniua. Ili ni utwae tena. Ili ni utwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye. Hakuna mtu aniondoleaye. Bali mimi na utoa mwenyewe. Unasoma Biblia, Wayahudi walipoenda kumkamata, wale maskari walipoenda kumkamata, walifika kumkamata kibabe. Kwanza Biblia inasema walipofika kumkamata wakasujudu. Wakainama. Akamwambia, ndugu zangu, si mmekuja kunikamata mimi? Nikamateni. Wakasujudu tena wakainama. Haleluya. Ndo ujue uweza wa Mungu. Yesu hakuuawa na Wayahudi kwa sababu Wayahudi wana nguvu. Yesu aliutoa uhai wake. Wangemlazimisha, maana yake wangetumia nguvu. Sikia, soma hiyo. Soma Luka 23. Luka 23:46. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi tunaelewana? Mungu awabariki sana. Ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. 46 Luka 23. Yesu akalia kwa sauti kuu. Yesu akalia kwa sauti kuu. Akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Endelea. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu. Akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika, kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao, wakijipiga piga vifua. Na wote waliojuana naye, na wale wanawake walioandamana naye, toka Galilaya, wakasimama kwa mbali, wakitazama mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Rudi mstari wa kwanza. Rudi mstari wa 46.
Yesu akalia kwa sauti kuu. Yesu akalia kwa sauti kuu. Akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Akakata roho. Sikia sasa nikwambie, sema iko hivi. Roho, si ndio? Roho huwa inashindana. Si ndio? Moja ya mtu roho iligoma kutoka. Yaani mauti ilishindwa kumpokonya Yesu. Unasikia? Unajua kimsingi wewe unaweza kuwa unataka usife, si ndio? Unakuta unahangaika. Ndio unakuta mtu anapambana na roho yake asife. Lakini roho ya Yesu iligoma kutoka mpaka aliposema, Baba, roho yangu naiweka mikononi mwako. Akakata roho. Sikia. Yesu ni, unajua tunasoma Biblia tuelewi. Yesu ni habari nyingine. Roho iligoma kutoka mpaka akajikabidhisha yeye, si kwa mamlaka, si kwa sheria za mauti kwamba wakati wa kufa Isaki umefika, si kwa sheria za mauti kwamba wakati wa roho kutoka umefika. Roho iligoma, lakini akasema, Baba, roho yangu naiweka mikononi mwako. Maana roho akairuhusu itoke kwenye mwili. Roho ilikuwa imegoma. Wengine wote hata wakipambana roho isitoke, mwisho wa siku roho itatoka. Pambana upambanavyo, wakati wa kufa ukifika roho inaondoka. Lakini kwa Yesu ilikuwa ngumu. Yule ni Mungu, ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Ndio maana uzima una yeye na mauti na yeye. Hata kama mwanadamu akisema huyo atakufa, Mungu akisema no, roho haitoki. Hujawahi kuona mtu kabisa anasema huyo amekufa, huyo haponi, lakini mpaka tunavyoongea hivi ana miaka 30 mingine mbele. Mwenye mamlaka na roho ya mwanadamu ni Mungu. Yeye akisema roho inatoka. Lakini Mungu asiposema roho haitoki, haiwezi kutoka. Nataka nikwambie, ukimwamini huyu Mungu tutakutana na ajali nyingi, lakini kwa kuwa roho yako iko mikononi mwa Yesu utatoka salama. Zitapita ajali nyingi, kwa kuwa roho yako iko mikononi mwa Yesu itatoka salama. Hautakufa kwa sheria za mauti, bali utakufa kama Paulo alivyosema. Yeye anasemaje? Wakati wa kufariki kwangu umetimia. Anamwambia Timotheo, wakati wa kufariki kwangu umefika. Wacha Mungu kabisa, mna mwingine huwa wanajua wakati wao wa kuishi duniani umeondoka. Ndio maana unaona mtu anaweza akawaita hata watoto wake akawapa usia. Sema hivi, alikuwa anatupa usia, alijuaje? Muda mwingine Mungu huzungumza na mtu juu ya wakati wake. Paulo anasema, Timotheo mwanangu, sikia, mimi nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeulinda, imani nimeilinda, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Baada ya kusema tu hayo, Biblia inasema Paulo aliuawa au alifariki? Nauliza hivi, Paulo aliuawa au alifariki tu kifo cha kawaida? Paulo, mnasoma Biblia kweli? Paulo aliuawa. Kimsingi walikuwa wanapiga bomu mochwari, walikuwa wanaua kitu ambacho kilishakufa. Ndio maana nasema wakati wa kufariki kwangu umefanyaje? Ndio wanakuja kumkamata sasa pale tukakusulubisha, wakati jamaa limeshajua, limemaliza nyaraka zote, linamalizia nyaraka ya mwisho kwa Paulo, linamwambia wakati wa kufariki kwangu umefanyaje? Wakati wa kufariki kwako ukifika, yaani nataka nikwambie, watajisifu bure. Lakini kama wakati wa kufariki kwako hujafika, wanaweza wakaloga, wanaweza wakafanya mipango. Kama kusudi lako la Mungu la kuishi duniani bado lipo, nataka nikwambie utaishi. Ndipo Yesu anasema hivi, Baba, roho yangu naiweka mikononi mwako. Halafu anafanyaje? Hakufa kwa sheria ya mauti ya kawaida. Ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Watu wa Mungu, tukijua Mungu tunayemwabudu ni nani, nataka nikwambie kwamba maisha yetu hayatakuwa haya. Wala hatutaendelea kumwabudu Mungu kwa roho ya uoga, wala hatutaendelea kumwabudu Mungu, wala hatutatetemeka, kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Hebu mchapie Bwana Yesu makofi. Wala sio mchungaji Isaac, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mauti ilishindwa. Unajua mna mwingine mauti zinawavamiaga tu mtu. Unasikia ligongo nini baskeli? Aligongo baskeli marehemu bana. Ilikuwa ni 1 2 3. Kuna jamaa mwingine eti alinigwa tonge ya ugali. Tonge jirani yetu. Tonge ya ugali anakula. Eti tonge ya ugali kafanyaje? Ikamliga mpaka. Nataka niwaambie shetani ni kitu dhaifu sana ukiwa na Mungu. Shetani ni kitu dhaifu sana ukiwa na Mungu. Ila ukiwa huna Mungu, shetani ni habari nyingine. Hivi unafikiri mpinzani wa Mungu ni wa kitoto wewe? Acha ushamba. Mpinzani wa Mungu nafikiri ni wa kitoto. Wako jobio na ndio misogeki. Ni wa kukodolea tu macho hivi eti na hey. Sikia. Wewe hujawahi kuona watu wanajifungua msumari? Hujawahi kuona mtu anajifungua panya? Which is which? Panya, paka. Paka kanakimbia, madaktari wakakimbizwa na mishika. Wewe umejifungua paka. Sayansi inakoma, teknolojia inakoma. That is a devil. Huyo ni shetani. Halafu wewe tunamwendea tu eti sisi no, mimi tunaye kufanyia huduma mtu. Ndio nilijuaga shetani ni habari nyingine. Tulikuwa tunafanyia huduma mtu. Tayari ilikuwa nilimbaba. Kijana fulani hivi. Wewe tunapiga fire kwa Yesu wewe. Nilijitupa chini halafu jamaa alikuwa anateleza kama nyoka kwenye sakafu. Alafu limenyanyuka hivi. Nyoka anateleza wewe, wanamwombe walikimbia. Ni kwamba kwa ajili ya Yesu kwa jina la Yesu. Wewe kwa jina la Yesu. Wewe linafuata kama nyoka. Hey, ndo nilijua kwamba shetani ni habari nyingine. Shetani ni habari nyingine. Unafikiri shetani mpaka kachawi kamoja kanaambia na Sauli nipandishe nani? Samueli. Watu wa Mungu, tunapaswa tuwe na nguvu ya Mungu ili tuzishinde hila za adui. Ili tuzishinde hila za nani? Za adui. Lazima tuwe na nguvu. Lazima uwe jitu la maombi. Lazima mtu wa maombi. Ukiingia kwenye maombi unautikisa ulimwengu wa giza. Usipoutikisa ulimwengu wa giza utakutikisa wewe. Usipoutikisa ulimwengu wa giza utakutikisa wewe. Lazima uwe jitu la maombi. Tumalizie mstari mmoja. Tumalizie Mathayo 27 na mstari wa 15. Ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Mathayo 27 mstari wa 51. Mstari ule wa 51 hadi 54, twende. Natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka. Nani aliyewahi kufa hata kijiji chake kikatetemeka? Miamba ikapasuka. Nani aliyewahi kufa miamba ikapasuka? Makaburi yakafunuka. Sikia, nakwambia hivi, Yesu ni habari nyingine. Makaburi yakafufuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Sikia, Biblia inasema ikainuka miili mingi. Hebu sema miili. Miili mingi. Mingi. Miili mingi. Miili mingi. Nimekwambia hivi, Yesu akiwa amekufa bado sio marehemu. Bado nguvu yake na uwezo wake uko pale pale. Yesu akiwa amekufa, Biblia inasema aliingia kuzimu. Akatoa ufunguo wa kuzimu. Ndio maana kwa kitabu cha Ufunuo Yohana anajitambulisha, anasema ufunguo wa mauti ninao, ufunguo wa kuzimu ninao. Alipoingia kule chini, akaenda akatoa mamlaka yote ya giza, akaenda akatoa mamlaka yote ya wachawi, akaenda akatoa
unayo mamlaka ya kumwamrisha shetani toka, naye anatoka, kwa sababu ufunguo alishapewa Yesu Kristo. Ufunguo huo wa mamlaka, akatuambia hivi, enendeni ulimwenguni, enendeni ulimwenguni, enendeni ulimwenguni mkatoe pepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ijue nguvu ya Mungu baada ya Yesu Kristo kufa. Unajua sisi tulitenda dhambi kimujibu wa sheria, si ndio? Ndio maana nilikuwa naambia siku moja kwamba dhambi, usije ukafikiri kutoka tu umekula viazi. Umekula tu maviazi yako na chimabui. Sio chimabui, umezielewa? Au dagaa. Ukasema tu nimeacha kuzini. Umebugia tu maviazi fulani hivi au ugali fulani. Kwanza leo nimeacha kuzini. Ukabugia kwanza leo nimeacha kuzini. Wewe. Nataka nikwambie, ziko process na kanuni za kuishinda dhambi. Ndio maana kwa tulifungwa kisheria. Ndio maana dhambi sio kitu cha kitoto. Ndio maana ilimgharimu Yesu Kristo kufa. Ndio. Ili ujue dhambi ni kitu ambacho kina nguvu sana. Ilimgharimu Yesu Kristo kufa msalabani. Ndio maana akasema pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi, kwa sababu ile damu ilikuwa damu ndio inafanyika utakaso. Ndio maana Mungu anasema hakuna kabisa dawa ya makosa ila damu ya nani? Ya Yesu. Kuna watu wanajidanganyaga tu. Wanafikiri njia ya kwenda mbinguni ni kufanya wema tu. Mimi nawapinga mpaka kesho. Huwa nawapinga CCM, huwa nawapinga Chadema, huwa nampinga Heche, huwa nampinga mwanasiasa yoyote, huwa nampinga mwanaharakati yoyote, nawapinga kina Che Guevara, sijui wakina Thomas Sankara. Nawaambia kwamba pamoja na kwamba walikuwa natafuta ukombozi, lakini pasipo damu ya Yesu bado si kitu. Unajua unaweza ukaona tafuta ukombozi wakati huo na wewe unatafuta kukombolewa. Ndio. Unafikiri utafanya nini? Utafanya nini? Utafanya nini? Nilipokuwa Mwanza nilikuwa nafundisha habari ya safina. Habari ya safina na mwili wa Yesu. Haleluya. Amen. Safina na mwili wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna dawa ya makosa. Hakuna dawa ya makosa. Nataka nikwambie, hata kama mimi nikitenda kosa, hata kama nikisema labda nifanye gani, kuna watu wanafanya ubaya, wanasema eti mimi najenga gorofa kwa ajili ya watoto yatima, wanafikiri watapata rehema kwa Mungu. Huyo Mungu ni pumbavu. Kuna watu wanasema kwamba mimi ndugu yangu nitamuombea, eti marehemu nitamuombea, nitaenda nikanunue cheti cha marehemu cha 2,000. 2,000. Hebu sema 2,000. 2,000. Fanya 2,000. 2,000. Eti nitaenda baada ya kufa mwinjilisti Dani, pamoja na kwamba alikuwa malaya, sio kama ni malaya mfano. Na mfano rafiki yangu. Yaani amekufa mwinjilisti Dani, pamoja na kwamba alikuwa malaya, alishaduua, alishazini, alishabaka. Alishalawiti. Mimi natagesha tu 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. Naenda kwa kiongozi wa dini nanunua kakadi 2,000. Halafu nakabeba eti namtolea ili aende peponi. Mungu Baba umsaidie Dani aende jehanamu, aende mbinguni, si ndio? Eti pastor, inawezekana pastor muhuni eti kakadi 2,000 mtu aende mbinguni. Watu wa Mungu, kumbe tufanye uzinzi basi. Hivi kuna mtu atakosa 1,000? Mke wangu utakosa 2,000 ya kumtolea mimi? Ukikosa limeliki litatoa bana. Msinichanganye. Acha nifatue maisha. Nifatulanye maisha. Nichukue makahaba. Nisini, niue kwa sababu kuna nini? 2,000. Kuna 2,000. tu. Nitaenda kwa mkuu wa dini tu fulani hivi. Halafu tuombe na sala za marehemu. Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Baada ya kifo ni hukumu. Full stop. Tunafunga kitabu. Sikia Yohana anasema katikati ya kuandika, kusema katikati ya kuandika. Akaambiwa andika tena. Akaambiwa andika. Heri wafu wafao katika Bwana, nao wapate kupumzika baada ya kifo. Baada ya taabu zao. Kwa kuwa matendo yao hayafuti kwa 2,000, hayafuti kwa 3,000, hayafuti kwa laki. Matendo yanafanyaje? Yanafuatana. Yana wewe tu watoe laki, yana wewe watoe
milioni ana wewe. Hata watoe ngapi yana wewe. Matendo yao yapate kufuatana. Kwa hiyo mume wako hakufuati, mke wako hakufuati, baba yako hakufuati, mali zako hazikufuati. Kile unachokitenda kinakung'ang'ania. Kile unachokifanya kinakung'ang'ania. Kile unachokifanya kinakung'ang'ania. Hicho kutoka Ebrania inasema hivi, pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Je, damu ya Yesu imemwagika kwenye maisha yako? Damu ya Yesu imemwagika kwenye maisha yako? Mwimbaji naye akaongezea akasema, hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake. Sikia, unajua siku hizi kumekuwa na elimu za kipumbavu. Michungaji iliyokula tu chapati fulani inaenda kufundisha somo la mahusiano. Ni injilisti fulani tu hivi ambayo unajua jinsi ya kuwa mwinjilisti ni kukoroma sauti. Haleluya, haleluya. Nataka sikia yako hivyo, eti anafika anawaambia kwamba unajua hata mke wako akikukosea, wewe mchape na kanga, mchape na vitenge, haina haja ya kuomba msamaha. Mtu wa Mungu ukikosea tubu. Nimesema kama ndugu yako akikukosa muonye. Ndio. Akitubu msamehe. Dawa ya kosa ni kutubu. Ndio. Tubu. Acha mbwembwe nyingi. Acha kununua mandazi. Acha kununua mfuko wa sukari. Acha kununua msuko wa ngano. Hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu ya Yesu. Ndio. Nimesema kwamba ungamaneni ninyi kwa ninyi. Nenda kamweleze mke wangu nimekosa. Nimefanya upumbavu. Naomba unisamehe. Baada ya kukusamehe ndio peleka hayo mazagazaga. Heti kwamba mtu wako akikukosa tu, wewe mpige tu kanga. Mpige dhambi na kung'ang'ania. Dhambi na kung'ang'ania. Nataka nikwambie tumekuwa na mafundisho mengi dhaifu. Leo watu wanatakaswa kwa sababu ya utoaji. Yaani mchungaji anatamani atamwombea mshiriki wake mtoaji kwamba na kuombea wewe, yani hata ukifanya dhambi. Nilisikia injili moja nilipokuwa Arusha. Biblia kwamba mhubiri alikuwa anafundisha nguvu ya matoleo. Nguvu ya matoleo. Anasema unajua ukiwa mtoaji Mungu huwa anasamehe dhambi. Unazozijua na usizozijua. Yaani ukiwa tu nani? Mtoaji. Nimekuambia hivi hata kwa laki, hata kwa milioni dhambi haiwezi kukuacha. Hakuna dawa ya makosa. Na kazi ya damu, unajua ni kwa nini Yesu alipotobolewa ilitoka damu na maji? Manake ni utakaso wa dhambi na makosa wa damu. Ni utakaso. Pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Ndio maana damu imesema askari mmoja akachukua kuki akamchoma Yesu kwenye ubavu. Imesema damu na maji yakamwagika. Sio kitu cha kawaida hicho. Eti doctor, kwa sababu wewe profession yako. Yaani mtu tumchome, halafu sema damu na maji yote yamwagike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuijue nguvu ya Mungu. Hebu malizia kusoma hapo. Tumalizie hapo. 53. Nao wakiisha kutoka katika makaburi yao. Sikia, Yesu alipokufa mtarudia. Akataka kujizilisha. Kuna watu waga waamini kama kuna ufufuo na uzima. Haleluya. Biblia inasema Yesu alipokufa, kitu cha ajabu, inamaanisha sio kwamba nina nguvu za kujisaidia mimi tu. Unaelewa? Sio kwamba nina nguvu za kujisaidia. Kuna watu walipokuwa msalabani walikuwa na msihaki. Yule mwizi msalabani anasema hivi, jiokoe, utuokoe na sisi. Hiyo ni zihaka. Maombi ni unyenyekevu. Hebu sema maombi ni unyenyekevu. Maombi ni unyenyekevu. Sio unamwomba Mungu kibabe. Kama hili ni shenzi limoja inasema jiokoe, utuokoe na sisi. Ombi gani hilo? Kuna mtu anaomba maombi hivyo. Likifika tu kwa Mungu, baba nisamehe. Baba nisamehe. Samehe baba. Unasamehe. Unafikiri naongea na muhuri fulani umekuwa unavuta naye bangi pale chacha. Unasamehe. Samehe baba. Samehe.
Huyo ni Mungu. Hebu fikiria tu. Unapoenda kukutana na rais unajipanga vipi? Ukisema leo Rais Samia anakuja kwenye nyumba yako. Nataka nikwambie jambo moja. Ngoja nisiongee sana. Sikia. Hata wanasiasa. Unasikia? Hata wanasiasa. Unaona kuna pingaga sana. Lakini akiambiwa akipata kawito kwa kwenda kwa rais, hata Mwabukusi tu. Alipopewa kawito kwa kwenda kwa rais. Nilikuwa naona kawito amekaa kabisa kwa unyenyekevu. Akasuti. Anamsubiri mheshimiwa. Kefu. Ila akitoka kubasa. Ila mheshimiwa kuna chuma zio. Asante. Hata wakina Eche, sio akina nani, kina Tunduliso walipoenda kwa rais. Watu wa Mungu. Rais tu. Hata kama haijalishi anampataje. Haijalishi mtu akishaitwa rais ni nani? Full stop. Full stop. Mbona uendaga hata na milegezo sana? Alafu uendaga hata na mavazi ya chama. Nitafutia mwanasiasa yuko kwa rais akavaa nani ya chama chake. Ile onesha uwambe utakapiga ile peoples. Hayupo au sio? Nikunyenyekea. Sasa imagine wewe unapopanga kukutana na Mungu, unauandaa vipi moyo wako? Ibada ni kwenda kukutana na Mungu, ni kwenda kusema na Mungu. Ndio maana mimi waga nawashangaa sana, hata kama sio dhambi. Huyu tu mshenzi mmoja anayevaa suruali ambayo inachora maungu yake kanisani, si ndio? Usimhubirie Injili, mpe tu kabado akakwenda kuonana na mbunge, uone atakavyovaa. Atavaa kwa heshima. Naenda kuonana nani? Na mbunge, lakini akiwa kwa kanisani eti Mungu anaangalia roho. Kamevaa kahaba. Wewe. Hatujawahi kumuona Mungu. Siku tukimuona Mungu, nataka nikwambie utatubu upya. Isaya 6 anasema katika mwaka ule aliyekufa nani? Uzia analimuona Bwana. Unajua nabii Isaya alikuwa ni nabii, lakini siku alipokutana na utukufu wa Mungu, nataka nikwambie alitubu upya, akaokoka upya. Hujawahi kukutana na Mungu, utakuwa unajiuliza sana, hivi navaa nguo gani kwenda kanisani? Anasema katika mwaka alikufa Bwana, aliyekufa Uzia alimuona Bwana. Kwanza alikuwa anajiona ni mtakatifu, halafu na anakutana sio za kitakatifu. Sasa kwanza salamu ya kule mtakatifu ni Bwana mtakatifu. Wewe hapo ulishawahi kuona nani anaitwa mtakatifu? Wakikupa sana mtumishi, pasta, ila mtakatifu ulishawahi kuiona? Hatuna uhakika. Hizi mtakatifu, lakini majina ya kule mbinguni, utambulisho kule mbinguni, mtakatifu. Hapo anasema ni Bwana. Yana mtakatifu ni nani? Ni Bwana. Maana yake utukufu unarudi kwa Mungu. Sio sisi. Muda mwingine ukiitwa tu baba unaanza kujiona wewe ni baba. Unaanza na kutuna. Ukiambiwa baba, irudi kwa nani? Kwa baba mwenyewe. Wewe kama baba unaanza mimi ni baba. Muda mwingine kwenye ndoa ukiitwa tu, Biblia inasema wewe ni kichwa. Kwa kuwa wewe ni kichwa. Mmeni kazae kama nani kichwa kama kichwa cha Kristo. Unaanza kutembea kichwa kwenye ndoa. Mwanamke akifanya tu kosa, mimi ni kichwa. Sasa mwezi kwa kichwa cha punda au cha sisimizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipoyaona yale majamaa akajipima. Akasema mimi ningepo katikati yao nikawa waine. Akarudi. Mwisho akasema ole wangu, kwa kuwa mimi ni mwenye midomo michafu. Alafu akasingia sema nani nakaa katikati yote midomo michafu. Maana hata kanisa langu ni chafu. Wanaonizunguka wazangu wa kanisa ni wachafu. Mimi mwenyewe hapa ni mchafu. Halafu sio kwamba akamwambia hapana, amesema akachukua kala moto akagusa vinywa vyake. Uovu ukatoka. Hapo ndo anasema nitume mimi. Akasema nikasikia sauti mbinguni ikisema nimtume nani? Akasema nitume mimi.
tunashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu sisi ni waovu. Ndio. Siku ukitakasika, hautaona shida kumtumikia Mungu. Hautaona shida kutangaza habari njema. Hautaona shida kuwa mwinjilisti, mchungaji. Hautaona shida kumtumikia Mungu. Hasa umetawaliwa na aibu kwa sababu ya uovu. Alipojipima hivyo, akaokoka bana upya. Siku ukimwona Mungu, hakuna injili itakayokuhubiria, ni wewe mwenyewe. Hatujawahi kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Miili ya watakatifu ikaonekana. Mungu hana uwezo wa kujiokoa mwenyewe tu, ana uwezo na kuokoa wale waliokufa. Wale yule mwizi msalabani akasema, niokoe mimi, niokoe mimi, jiokoe, utuokoe na sisi. Yesu akaona ni zihaka. Lakini nataka nikwambie, baada ya kufa, ikasema miili mingi ya watakatifu ikaanza kuonekana mjini. Nao wakiisha kutoka makaburini baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Ijue nguvu ya Mungu unayemwabudu. Shama Elohim
mtakatifu wewe, mtakatifu, mtakatifu Yesu, tunataka tukujue kanisa lako, tunataka tukujue
tunataka tukujue, tunataka tukujue, tunataka tukujue, tukujue Baba, tukujue Baba, tukujue Baba, tukujue Baba, tukujue Baba, tukujue Baba, tukujue, tukujue Baba, tukujue, tukujue Baba, tukujue Baba, tukujue Baba. Tukikujua Baba, hatutabaki wa kawaida hivi, hatutabaki wa hivi hivi, hatutakuwa hivi hivi. Njia zetu zitabadilika, maneno yetu yatabadilika, tabia zetu zitabadilika. Bwana wa majeshi, tukujua wewe, tukuone wewe kama Isaya alivyokuona, alivyojipima akajiona ni mwovu, licha ya kuwa alikuwa mtumishi wako, alikuwa nabii. Bwana, tunataka tukujue wewe, tukujue